kama inaliwa Denzel Omondi, huyo polisi lazima tuchukue hatua. Ndani ingekuwa ni challenge. Order. Walikuwa ndoto hawajapata justice. Ukweli. Na mtazamaji, picha hizo ni za moja kwa moja kutoka jijini Nairobi, nje ya majengo ya bunge, ambapo wanaharakati wanaongoza msafara wa waandamanaji ambao wanazidi kuwakumbuka wenzao walioaga dunia kwenye maadhimisho au kwenye maandamano kunradhi ya mwaka 2024, wakati ambapo walikuwa wakipinga mswada wa fedha. Sasa tuungane naye mwandishi wetu wa habari Paul Kirobi, ambaye mchana kutwa amekuwa akifuatilia maadhimisho haya. Tujuze ni yapi ambayo ameona, ni taswira gani ambayo inajitokeza siku hii, vijana wa Gen Z wakiadhimisha na kuwakumbuka wenzao walioaga kwenye maandamano ya mwaka 2024. Kirobi? Na asante sana Andin Kilemi, moja kwa moja na kupata kutoka hapa katika maeneo ya Kangemi, sehemu ambayo inafahamika sana na wengi hasa katika mji wa Nairobi. Kama unavyotazama nyuma yangu, ni moja tu ya lori ambalo, ama niseme malori kwa sababu sio gari moja ambalo liko hapa, lori la polisi ambalo hutumika kutuliza wale waandamanaji. Na leo ikiwa ni siku ya kuadhimisha maafa yaliyotokea mwaka wa 2024, maafisa wa polisi wamekita kambi hapa kwa sasa, na wengi maafisa wa polisi ambao wamejitokeza hapa wamezuia barabara hii ya kutoka mji mkuu wa Nairobi kuelekea katika maeneo mengine ya nchi. Ikumbuka kwamba kama mpiga picha wangu anaweza kukuonyesha tu jinsi ambavyo maafisa wa polisi wamezuia barabara hii kwa kuweka roadblock, na wengi wamejihami kwa silaha na pia kutumia zile vitoza machozi, lakini hatujashuhudia vurugu yoyote ambayo imejitokeza, ila kumekuwepo na hali ya wasiwasi. Ikumbuke kwamba barabara hii ni barabara ambayo inatumika sana na PSV ama magari ya umma ambayo yanaelekea katika kaunti ya Nakuru, mengine yanaelekea katika kaunti ya Migori na mengine yanaelekea katika maeneo ya Hispania kule. Kwa hiyo hii ni mmojawapo ya barabara kuu ambazo hutumika zaidi na wenyeji, hasa wale ambao pia wanaelekea maeneo ya Kisii. Kuanzia mwendo wa asubuhi mpaka sasa hivi magari yamezuiliwa kuweza kusafiri kuelekea katika kaunti hizo zingine, kumaanisha kwamba wale wasafiri ambao walikuwa labda wamepanga kusafiri siku ya leo hawataweza, na leo itakuwa ni vigumu wao kusafiri. Na si hayo tu, baadhi ya watu ambao wanafanya kazi kutoka maeneo ya Kikuyu ambao wanaelekea katika maeneo ya Westlands pia wameweza kuathirika pakubwa. Tumefanya mazungumzo na mmoja wa wazee ama mmoja wa wakazi kutoka maeneo ya Kikuyu ambaye anafanya kazi katika maeneo ya Westlands. Anatuarifu kwamba amechelewa kuingia kazini na amesafiri kutoka maeneo ya Kikuyu kwa miguu kuelekea hadi katika maeneo ya Westlands, na ni mzee mwenye umri tuseme kati ya miaka 40, kati ya miaka 50 kuelekea 60 hivi, na anasema kwamba amechoka sana kwa sababu siku ya leo hakuna magari ya umma ambayo yanawasafirisha watu kutoka maeneo, kutoka kituo kimoja hadi kingine. Tumekuwa tukitupia jicho kuangazia jinsi maandamano haya yanavyofanyika katika maeneo haya, lakini kufikia sasa kuja kuwa na hali ya vurugu, lakini kumekuwa na wasiwasi mkubwa, ndiposa idadi kubwa ya maafisa wa polisi wameweza kutumwa hapa, kwa sababu hili ni eneo ambalo limekuwa likishuhudia maandamano na vuta ni kuvute kati ya maafisa wa polisi pamoja na wakazi. Na ikumbuka kwamba maeneo haya ni mojawapo tu ya mitaa ya mabanda ambapo wanasiasa sana sana hutumia kuweza kuwapata wale vijana ambao watashiriki katika maandamano. Lakini kwa sasa Andin Kilemi, sina la mno la kuongezea, lakini tunaendelea kutupia jicho tujue jinsi hali itakavyo endelea kukua, kisha tutakuwa tunawafahamisha wale watazamaji wetu katika kaunti mbalimbali. Kwako Andin Kilemi.
Asante sana Paul Kirobi, huyo mwandishi wetu wa habari akizungumza nasi kutoka eneo la Kangemi. Mtazamaji, tunazidi kukuchorea taswira kamili ya hali ilivyo katika maeneo tofauti humu nchini, tukiwakumbuka walioaga dunia, waliopoteza mali yao na waliojeruhiwa kwenye maandamano ya Gen Z miaka miwili iliyopita. Picha zilizo kwenye kiwambo chako, upande mmoja ni kutoka nje ya majengo ya bunge, upande mwingine ni kwenye barabara ya Kiambu, ambapo bila shaka hali ya usafiri inaonekana kutatizika, ambapo sasa hamna magari yoyote ya umma. Pia magari ya kibinafsi unayoyaona labda ni gari moja au magari mawili tu, ishara tosha kwamba leo wananchi wamesalia makwao, wasijue watakwenda vipi kazini. Okay. Mtazamaji, tunazidi kukutaarifu kumbukumbu za maandamano ya Gen Z, tukikuchorea taswira kamili ya hali ilivyo, ambapo vijana wanazidi kujitokeza, wanaharakati wakiongoza msafara huo, ambapo vijana wanaandamana kuwakumbuka wenzao walioaga kwenye maandamano ya miaka miwili iliyopita. Usafiri ukitatizika, unavyoona ni dhahiri shairi kwenye kiwambo chako kwamba vijana au magari ya umma hayapo kwenye barabara. Na sasa ni washirikishe wageni wangu, labda kwa kumalizia kauli za kumalizia, nitaanza nawe mchungaji, ambapo tunazungumzia maadhimisho ambayo ni haki pia kwa wananchi kufanya maandamano ambayo ni ya amani.